Wito huu unakuja baada ya kusikika kwa simulizi ya kusisimua ya Bwana Stefano aliyekuwa akijishughulisha na uvuvi haramu, na baada ya kukutana na mkono wa sheria akakigeukia kilimo cha umwagiliaji, na sasa ni milionea anayechipua na ushuhuda unaomtamanisha kila mtu anayehusikia, huku akitembea na kauli ya wahenga isemayo ukiitaka mali basi utaipata shambani. Niseme kwamba zimenisaidia sana, sababu zimenitoa kwenye hali ya umaskini ambayo nilikuwa nayo mpaka kwenye hali ya kawaida ya watu wa kawaida. Nilikuwa sijawahi kupeleka mtoto private, sasa hivi nina watoto 5 ambao wanasoma private. Lakini bado nina mji ambao ukifika unajua kwamba kabisa hapa kuna mtu ambaye anajitambua. Lakini leo nimeanza na eka moja, leo namiliki eka 11 za kilimo cha umwagiliaji. Naamini kwamba ni kama unavyoona. Naamini kwamba viongozi wetu wawe chachu ya kuwaelekeza watu wengine ambao hawajajua kwamba mali iko shambani. Kwa hiyo viongozi wetu wangekuwa chachu hiyo, watu wangefaidi shambani kwamba mali iko shambani. Tegemee tu misaada kwamba nipewe. Mali iko shambani. Huyu aliyefanya hivi ana njaa kweli ya pesa? Ana njaa? Anaweza akachukua mzigo hapa, akapeleka Bunda, akapeleka Sirari, akaenda nao moja kwa moja mpaka Nairobi, akarudi na fedha za kutosha hapa. Kwa hiyo mimi rai yangu kwenu, wakulima wa Kasuguti, wakulima wa Bunda, tusikubali kutegemea kilimo cha mvua. Tutegemee kwa 100% kilimo cha umwagiliaji. Faustin tulianza naye kwa kushirikiana na Taha, alianza na eka moja na leo ametoa shuhuda, sasa hivi anaweza kufanya kilimo cha umwagiliaji mpaka hekari 11 za mfumo wa umwagiliaji, ambapo sisi tunamsaidia kumpatia huduma ya kitaalamu kwa ushauri na usambazaji wa pembejeo bora ikiwemo mbegu pamoja na mbolea, na huduma nyingine tunamtembelea shambani mara kwa mara kuweza kumshauri juu ya changamoto mbalimbali za shambani. Wakulima wengi wanatamani kuwa kama yeye, lakini kilio kikubwa ni changamoto ya mitaji. Kwa kweli kwa siku ya leo nina furaha kubwa. Nimejifunza kitu cha tofauti kupitia Faustin. Kilimo hiki cha matone watu wengi tumeshindwa kukifikia kwa sababu ya mitaji. Mimi kwa upande wangu niombe serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Samia Suluhu Hassan, watu watufikie mashambani. Sisi kama wakulima wadogo watufikie kuona changamoto tulizonazo. Kwanza hiki kilimo cha diripu ni kilimo kizuri sana, lakini unakuta watu hatuna mitaji ya kuweza kuendeshea. Kutoka katika kijiji cha Kasuguti, wilaya Bunda, mkoani Mara, jina langu ni Jacqueline Masinde, ITV.